kuna maafa mengi yanatokea, uwizi unatokea, pesa za wananchi zinaporwa, wao hawatutetei sisi, midomo yao imefungwa. That's why nawaita mabubu. Umenisikia bwana eh? Sasa basi sisi tunajua tayari, hata hakuna Mkenya ambaye hajui kwamba viongozi wetu walipiwa handout Rigathi Gachagua kutolewa katika deputy president. Sasa basi mimi nasema hivi, deputy president ambaye ni former deputy president alikaliwa na senior leaders kutoka katika nchi yetu watatu, ndio wakae wampangie impeachment yake. Kiongozi huyu baada ya kutolewa yeye katika serikali, kwa nini nasema yeye is the strongest powerful politician? Mina kwa sababu bado mimi naona ni kama ako kwa serikali. Rais amemweka kwa mdomo, viongozi wetu wamemweka kwa mdomo, magazeti yanamchapisha, redio zinamzungumza. This gentleman ambaye ni Rigathi Gachagua, yeye ni kama bado ndio deputy president wa hii nchi, kwa sababu impeachment yake sisi wa Kenya tunajua haikuwa halali, na bado amewekwa kwa midomo na kuanzia rais na viongozi wote katika serikali. Kwa hivyo mimi nasema hivi, Rigathi Gachagua aendelee kutetea haki yake, lakini sio haki ya kurudi kwa kiti, kwa sababu mheshimiwa huyu mimi namjua, yeye hataki kiti tena. Anataka tu kupruvia Wakenya kwamba impeachment yake ilikuwa ni ya dhuluma na haki yake ya malipo ni lazima apewe. Asante sana. Nikigusa ile mada nyingine ya ufisadi. Ufisadi kusema kweli katika nchi yetu imekithiri sana. Ufisadi umekithiri kwa sababu sisi wenyewe kama wananchi wa Kenya sisi tunachangia ufisadi kukithiri. Ufisadi sisi hawa viongozi wakati sisi tunawachagua, unapokwenda kuchagua kiongozi, ukikubali kumchagua kwa sababu ya pesa, tayari wewe kama Mkenya ndio unachangia kuleta ufisadi katika nchi yetu. Kwa sababu huyo kiongozi unapokwenda kumchagua, ndio huyo kiongozi atakwenda kufanya biashara kule, lazima arudishe pesa zake ambazo amezitumia kuwapatia nyinyi. Na ndio mnaona kuna vyama hapa ambavyo vinasemekana the strongest powerful party. Wote wale watu, hizo party ni party ambazo zimevamiwa na mabwenyenye, na wale mabwenyenye ndio wanawafadhili hawa viongozi, na hawa viongozi ndio wanakuja kwenyu na pesa wanawapatia, na nyinyi sisi wa Kenya tunachukua hizo pesa, hawa viongozi wakienda, ndio mnaona wale mambo yanafanyika katika Kenya sasa hii. Ma MCAs wa county ya Mombasa wamenyamaza, wamegeuka mabubu na viziwi, hakuna, wamenyamaza kabisa, wamewekwa mfukoni na mabwenyenye. Ndio haya mambo mnaona katika National Parliament wa bunge wetu. Hakuna kitu anatetea mwananchi, ni kwa sababu ya ile corruption sisi tulikubali kama wa Kenya. Odori. Wazee, alo 1 2 3. Wazee, huyu mheshimiwa alikuwa kwenye table. Tena watu wa media wako hapa, ni aibu sana. Mheshimiwa alikuja amemuuliza swali moja. Can you prove to the house, evidence adduced to the house, kwamba hao MP wamekuwa bribed ndio akamtoa Gachagua kule kwenye impeachment? Haja produce evidence. Bwana senior senate bwana, wacha kurudilia swali bwana. Kama huna swali la kuuliza tafadhali take information, poteze muda wangu tafadhali bwana. Omido, hivi haya mambo ya oda. Omido, uniform nani sasa? Nani? Kwa nani? Take information. Mr. Speaker, umenikoroga sababu ulikuwa unataka nije nikae sikai. In this parliament we don't do table. In this parliament we don't do table. This is common man charter. Unaongea wewe ukae. Do we table here? Number 2, Mr. MP. Bunge haiendi kotini, bunge hashtakiwi, rais hashtakiwi. So Gachagua is a past tense. Kindly. Okay. 1 minute. Asante sana Senate. 1 minute please. Nikifinalize mimi nasema hivi mimi nasema haya mambo yote tunazungumza yamekuwa gazetted. Hawa sisi tunajua ni vyama wanatetea, na hawa ni mabroka hawa. Hakuna kitu wanatetea hapa. Hakuna mtu ambaye anakuja hapa anatetea haki ya mwananchi. Wengi wanakuja hapa ni wale wanatetea maslahi yao, matumbo yao. Hakuna mtu anatetea mlala hoi hata siku moja hapa. Tunawajua sisi, tumewazoea. Sasa mimi nasema hivi bana, Rigathi Gachagua atapata haki yake kwa sababu yeye ni kama Mkenya wa kawaida, na koti
lazima itatetea, itaangalia haki mahali iko, na Rigathi Gachagua atapata haki yake. Sasa mimi nikirudi kwa hiyo ya pointi yangu hiyo ambayo hao watu wamenitatiza. Your time is almost up. Please just make summary. Okay, sawa. Liwacha mimi nipeane nafasi. Shukran sana. Thank you. Honorable